Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 1 kamili kote Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji, Jumatano leo ya Mei 6 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump watangaza kusitisha operesheni ya kusaidia meli kuvuka mlango bahari wa Hormuz. Hispania imesema meli ya Uholanzi iliyokumbwa na mlipuko wa virusi vya hantavirus itaruhusiwa kusafiri hadi visiwa vya Canary. Na tunaangazia nini hasa kinachangia zaidi ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza duniani. Magonjwa haya kwa ukubwa yanatokana na kubadilisha mtindo wa maisha. Awali miaka kama 15 mpaka 20 na kurudi nyuma, ilikuwa inaonekana kama ni magonjwa ambayo ya watu wa magharibi. Lakini kwanza nampisha hapa Nasteha Mohamed aweze kukusomea muhtasari wa habari za dunia. Nasteha, karibu. Shukran Skola. Rais Donald Trump amesema anasitisha kwa muda operesheni ya kusaidia meli kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mitandao ya kijamii, alionyesha kuwa hatua hiyo inalenga kuona iwapo makubaliano kamili na ya mwisho ya amani na Iran yanaweza kufikiwa. Trump amedai kuwa maendeleo makubwa yamepatikana katika juhudi hizo, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Mapema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kuwa Marekani sasa inajihusisha na operesheni ya kujihami badala ya operesheni ya kushambulia. Iwapo hawatakuwa na mashambulizi kwa meli hizi na hamna mashambulizi dhidi yetu, lakini kama watatushambulia, tutajibu na kufanya hivyo kwa nguvu sana. Serikali ya Uhispania imesema itakaribisha meli ya kitalii ya Uholanzi iliyokwama karibu na pwani ya Cape Verde kwa kuzingatia sheria za kimataifa na msingi ya kibinadamu. Meli hiyo MV Hondias hatimaye itatia nanga katika visiwa vya Kanari baada ya ombi kutoka kwa Shirika la Afya la Ulimwenguni na Umoja wa Ulaya. Esther Luambano na taarifa zaidi. Uhispania imesema kuwa kituo cha kuzuia magonjwa cha bara la Ulaya kinaendelea kufanya tathmini ya meli hiyo ambayo inaripotiwa kuwa na abiria wanaoshukiwa kuambukizwa virusi hivyo vya hantavirus. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wagonjwa walio katika hali mbaya zaidi watatambuliwa na kuhamishwa mara moja kwa ajili ya matibabu ya dharura, huku wengine wakipelekwa katika nchi za Ulaya kwa uchunguzi na uangalizi zaidi. Wizara ya Afya ya Uhispania iliongeza kuwa pindi meli hiyo itakapowasili, wafanyakazi na abiria wote watachunguzwa, watapatiwa matibabu yanayohitajika na baadaye kurejeshwa katika nchi zao. Takriban watu 22 wameuawa kutokana na mashambulizi ya hivi karibuni ya Urusi dhidi ya Ukraine. Mashambulizi hayo yalitokea saa chache kabla ya kusitishwa kwa mapigano iliyotangazwa na Ukraine, ambayo sasa yameanza kutumika. Mamlaka kaskazini mashariki mwa Brazil inasema kijana mmoja mwenye umri wa miaka 13 amefyatua risasi katika shule na kuua wafanyikazi wawili na kujeruhi mfanyikazi mwingine pamoja na mwanafunzi mmoja. Mshukiwa huyo ni mwanafunzi katika shule hiyo ya Rio Branco. Kulingana na polisi ni kwamba silaha iliyotumika katika shambulio hilo inadaiwa kuwa ni ya baba wa kambo wa kijana huyo ambaye sasa anahojiwa. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi kule nchini Kenya. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Nyota FM na Must FM. Kule DRC ni Elizada Radio na Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio Kwizera kule Ngara, Zenje FM visiwani Zanzibar, Radio 1 Dar es Salaam, CGFM Tabora na pia Radio Free Africa kule Mwanza na Loliondo FM. Chini Uganda, Radio Lira, Radio Paidha, Radio Kitara na Voice of Busoga. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema anasitisha operesheni ya kuzisaidia meli kuvuka mlango bahari wa Hormuz. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii, alidokeza kwamba hii ilikuwa ni kuona kama makubaliano kamili na ya mwisho ya amani na Iran yanaweza kufikiwa. Trump anadai kuwa maendeleo makubwa yamepatikana katika suala hilo bila kutoa maelezo zaidi. Na Steha Mohamed huyu hapa na taarifa hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kupitia mtandao wa kijamii kuwa juhudi za kidiplomasia kati ya Marekani na Iran zinaendelea, huku akibainisha kuwa hatua za awali zinaonyesha matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani ya kudumu. Kauli hiyo inakuja wakati nchi ya Pakistan ikijaribu kuzipatanisha pande hizo mbili ili kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano kikamilifu. Hata hivyo, hadi sasa ni duru moja tu ya mazungumzo ya moja kwa moja ambayo imefanyika na ilimalizika bila kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho. Wakati huo huo, Rais Trump amesema kuwa vikosi vya Marekani vitaendelea kuweka vizuizi dhidi ya bandari za Iran kama sehemu ya hatua za kiusalama, huku akisisitiza kuwa Marekani bado iko tayari kwa njia ya diplomasia iwapo masharti ya amani yatakubalika. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema operesheni ya pamoja kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran iliyopewa jina la Operation Epic Fury imekamilika baada ya kufanikisha malengo yake ya kijeshi. Matamshi ya Rubio yanawadia wakati ambapo waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kusema kwamba usitishaji wa mapigano bado hayajaisha. Iwapo hawatakuwa na mashambulizi kwa meli hizi, na hamna mashambulizi dhidi yetu, lakini kama watatushambulia tutajibu na kufanya hivyo kwa nguvu sana. Wakati huo huo, Iran bado haijatoa majibu rasmi kuhusu kauli za Marekani. Hata hivyo, spika wa bunge la Iran Mohammad Ghalibaf amesema Marekani haiwezi kustahimili nguvu ya Iran, akionya kuwa usalama wa usafirishaji wa maji na nishati umeathiriwa kutokana na kile alichokiita ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika upande mwingine, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umesema mifumo yake ya ulinzi wa anga imekuwa ikikabiliana na makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran kwa siku ya pili mfululizo. Hali hiyo inaendelea kuongeza wasiwasi katika eneo la Ghuba. Mgogoro huu unaendelea kuchochea taharuki katika njia muhimu ya bahari ya mlango wa Hormuz, ambayo ni mhimili mkubwa wa usafirishaji wa mafuta duniani, huku juhudi za kidiplomasia zikijaribu kuzuia hali hiyo isigeuke kuwa mzozo mkubwa zaidi. Naam, shukran na Steha Mohamed. Nchi ya Uhispania imesema meli ya Uholanzi iliyokumbwa na mlipuko wa virusi vya hantavirus itaruhusiwa kusafiri hadi visiwa vya Canary. Wizara ya afya ya Uhispania inasema maafisa walikuwa wakiamua ni abiria gani wanaohitaji kuhamishwa haraka kutoka Cape Verde ambapo meli hiyo ilitia nanga. Anne Lindstrand ni mwakilishi wa shirika la afya ulimwenguni WHO huko Cape Verde. Kwa bahati nzuri, hali kwa wagonjwa hawa wawili walioonyesha dalili ni nzuri kwa kweli, na imekuwa shwari vile siku kadhaa zilizopita. Wamehudumiwa na mamlaka ya afya ya Cape Verde. Timu ya matibabu iliyo na vifaa imekuwepo kwenye meli mara kadhaa, kwa hivyo wameweza kutibiwa vizuri na kutathminiwa kwa mahitaji yao ya matibabu. Abiria watatu waliokuwa kwenye meli ya MV Hondias wamefariki dunia baada ya kusafiri kutoka Argentina katika safari yake ya kuvuka bahari ya Atlantic karibu mwezi mmoja uliopita. Wafanyakazi wawili ikiwa ni pamoja na daktari wa meli wanahitaji huduma ya matibabu ya haraka na wanasubiri kuhamishwa kimatibabu. Mtu wa tatu aliyedhaniwa kuwa ni raia wa Ujerumani alifariki pia, anatarajiwa kusafirishwa. Hantavirus kawaida huenezwa kutoka kwa panya, lakini shirika la afya ulimwenguni WHO imesema inaweza kuenea kati ya mtu mmoja aliyeambukizwa kwenda kwa mwingine aliye karibu naye, na kusisitiza kwamba hatari kwa umma ni ndogo sana. Na bahari ni eneo la kipekee ambalo bado halijachunguzwa kikamilifu, yaani 95% bado ni siri. Hicho ndicho ambacho kilimvutia Farhia Elmi mwenye umri wa miaka 26, mtaalamu wa sayansi ya bahari kutoka Tanzania. Licha ya changamoto na matarajio ya familia yake kwamba angekuwa daktari wa binadamu, yeye alichagua kufuata ndoto yake kuwa mtaalamu wa sayansi ya bahari. Leo kupitia kampuni yake anatoa ajira kwa vijana na pia wanawake, huku akihamasisha uhifadhi wa bahari. Kwake bahari si tu kazi, lakini ni tiba, mazoezi na maisha. Amesimulia mengi kwa mwandishi wa BBC Martha Saranga katika waridi wa BBC.
Nadhani bahari ni kitu cha kipekee sana, ni kitu ambacho watu wengi hawakiangalii. Tunayo, lakini watu wengi wamechukulia kwamba ni kitu cha kawaida. Na mimi nadhani hulka yangu mimi ni mdadisi sana. Napenda kujua kwa nini kitu kipo hapa, kwa nini kiwe hivi. Kwa hiyo nadhani bahari imenipa fursa kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa nasoma, nachukua kitabu hiki, nachukua kile. Kwa hiyo nikakutana na sentence tu inasema kwamba 95% ya bahari ni unexplored, yani haijawahi kuangaliwa. Sasa mimi hapa nikawa interested. Farahia, hizi video naziona hapa mtandaoni, unapiga mbizi katikati ya maji, unaandika. Hebu tueleze hii, tunaona kama vile unaandika, si unapanda. Naona hata watu wanakusemesha, wanakuuliza, gesi ikizimika, ilikuwaje siku ya kwanza? Actually, siku ya kwanza kabisa mimi kuogelea baharini, sikuenda na gesi. Kwa tulikuwa tunatakiwa kukusanya, tulikuwa ni interns, na kama ile kipindi cha field. Kwa nilivyokuwa nipo baharini, yani mara yangu ya kwanza kuvaa zile goggles zile kuangalia chini ya maji. Mwalimu ilibidi aseme kwanza, angalieni mkishamaliza mje sasa tufanye kazi, kwa sababu mimi nilikuwa nilishangazwa, sijawahi kuona vitu vizuri kama vile. Lakini pia sehemu yenyewe tulopelekwa sio kwamba ilikuwa ndo sehemu nzuri duniani kulingana na sehemu zingine zote nilizoona, lakini like for the first time kuona matumbawe, kuona nyasi bahari, vitu vyote, samaki chini ya maji. Kwa kweli it was like a dream. Na baada ya hiyo siku nikasema mimi nataka kujua kuogelea, nataka kuwa influencer kwenye mambo ya bahari. Babangu hakuchukuliani, kwanza aliona kwamba nishapotea. Nani ataniajiri, nitapata wapi kazi, nitaishije, nafanya vitu ambavyo havifanyiki Tanzania. Lakini kwa upande mwingine mamangu, unajua kina mama wana roho nzuri sana. Alikuwa ana doubt lakini ananisupport. Lakini pia nadhani ilikuwa pia na mimi jukumu langu kuondolea ile hofu. Kwa vipi unakutana na changamoto kama mwanasayansi wa bahari wa kike na unazimudu vipi? Shawahi kwenda sehemu nikarudishwa na wavuvi. Tumefika kabisa kwa ajili ya kufanya training, kwenda kwenye maji. Nilikuwa tu kwa ajili ya kwenda kuwauliza wao maswali, mambo ya uvuvi na vitu kama hivyo. Lakini wao waliniambia sisi boti yetu haiwezi kupanda mwanamke. Nijisikia vibaya, siwezi kwanza kudanganya. Hapa ni mwanamke, haiwezi kupanda mwanamke. Kwa kina zaidi hapo baadaye kwenye tovuti yetu, lakini pia ukurasa wetu wa Instagram na Facebook BBC Swahili, tutakuwekea mahojiano hayo katika waridi wa BBC. Arsenali Oh yeah. Kwenzetu viwanjani. Na David Nkya wanasema kuimba kupokezana, sasa ni zamu ya Arsenal. Mradi ni timu ambayo inavaa jezi nyekundu, tuna shida. Hii ni wao wameweka huko. Klabu ya Arsenal imetinga finali ya kwanza kabisa ligi ya mabingwa Ulaya ndani ya miaka 20, huku bao la Bukayo Saka likitosha kwa Serie the Gunners kuishinda Atletico Madrid kwa jumla mabao 2-1. Kikosi cha Mikel Arteta kilitoka katika hatua ya nusu finali dhidi ya mabingwa wa msimu uliopita Paris Saint-Germain, lakini bao la Saka lilihakikishia kwamba sasa hawarudi makosa hayo. Kwa jumla kwa matokeo ya 1-1 baada ya mkondo wa kwanza, sasa Arsenal inakwenda kuchuana na bingwa kati ya wanaocheza leo PSG ama Bayern Munich, ambayo mchezo wa kwanza uliisha kwa magoli 5-4 scorer. Ina maana magoli 9 alifungwa kwenye mchezo mmoja. Wakoza kileleni pale wanapunga tu pepo. Yes, sasa leo kati ya PSG na Bayern Munich atakwenda kucheza na Arsenal kwenye finali. Kwenye tennis, mchezaji namba 1 duniani kwa wanawake Aryna Sabalenka naamini kwamba kuna kipindi kitafika wachezaji watasusia kabisa Grand Slam kwa sababu ya mzozo unaoendelea kuhusu fedha za zawadi. Wachezaji bora 10 kwa upande wa wanaume na wanawake wanadai asilimia kubwa zaidi ya fedha kutokana na mapato makubwa yanayopatikana kwa sababu ya ushiriki wao. Lakini hadi Sabalenka alipozungumza na vyombo vya habari mjini Rome kabla ya michuano ya wazi Italia, wachezaji walikuwa wakitilia maanani swala la kugoma. Hata Ulaya kuna migomo kwa wachezaji. Alafu kitu ambacho nimemwona Serena Williams katika Met Gala, nikajiuliza kweli kwenye maisha kila kitabu na zama zake kabisa, kwa sababu saizi sio yule tena kabisa, ndio maana yake. Kwa hiyo wanasema kila kitu na miaka. Napoli kwenye tetezi za soka Skola, sasa Napoli wanasema watamsaini mshambuliaji wa Manchester United aliyekuwa klabuni hapo kwa mkopo Rasmus Hojlund mwenye miaka 23 kwa mkataba wa kudumu, huku timu hiyo ya Serie A inapokaribia kupata nafasi ya kufuzu ligi ya mabingwa ambayo itasababisha ada ya paundi milioni 38 kwa mshambuliaji huyo wa Denmark. Kwingine kwa kocha wa zamani wa Barcelona Xavi Hernandez anawindwa na Chelsea ili kuwa meneja wao ajaye, na kipa wa Spurs na raia wa Italia Vicasio mwenye miaka 29 na kiungo wa England Curtis Jones wako kwenye rada za Inter
Milan. Namaliza na hiyo Skola, lakini siondoki hivi hivi. Huyo anasema natamani na mimi niteswe na mapenzi nilie kama nyie, lakini ndio hivyo kimfaacho mtu chake. Kwamba mpenzi ni wake ama si wake. Matangazo ya asubuhi, msikilizaji ya Amka na BBC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi ya leo ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kusitisha operesheni ya kuzisaidia meli kuvuka mlango bahari wa Hormuz. Hispania imesema meli ya Uholanzi iliyokumbwa na mlipuko wa virusi vya hantavirus itaruhusiwa kusafiri hadi visiwa vya Canary. Na tutaangazia nini kinachangia zaidi ongezeko la magonjwa yasiyo ya kuambukiza kote duniani. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC na tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi ya Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Afrika Mashariki ni saa 1 na dakika 16 asubuhi. Mimi ni Skola Kisanga. Miezi michache tu iliyopita, wahamiaji huko Minnesota walikabiliwa na kuzuiwa mitaani kwenye magari yao kwenye sehemu zao za kazi ama nyumbani na maajenti wa uhamiaji pamoja na maafisa wa forodha wa Marekani wenye silaha wakiwa wamefunika nyuso zao. Utawala wa Trump uliongeza nguvu zaidi katika operesheni hiyo inayosemekana kwamba ilikuwa na mafanikio makubwa, huku maelfu ya wale waliowaita wageni haramu na wahalifu wakikamatwa. Lakini ukandamizaji huo umeacha makovu makubwa katika jamii nyingi, huku baadhi ya watu wakienda mafichoni kukwepa kukamatwa na wengine wakiachwa kwamba wakisubiri matokeo ya wapendwa wao waliowekwa kizuizini. Mwandishi wa BBC Bushra Mohamed amesafiri hadi jimbo la Minnesota kuzungumza na jamii ambayo bado ina maumivu na wanaishi kwa hofu. Taarifa yake inawasilishwa na Phyllis Mwatee. Katika nyumba hii iliona utulivu huko jimbo la Minneapolis, Nadia anapitia kurasa za albamu ya harusi. Kila picha inanasa tukio fulani. Oh, this is us the day that we got married. Siku walipotabasamu, wakiwa wameshikana mikono, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni. Kuna furaha inayong'aa ndani yake kwenye picha hizo, lakini sasa anasema anachohisi ni pengo lenye maumivu. Walimtoa ndani ya gari na kumweka kwenye gari la mzigo. Niliogopa. Nilikuwa najaribu kuelewa kilichokuwa kinatokea. Hivyo niliendelea kumpigia simu. And so I just kept calling his phone. Mume wa Nadia, Hadrin, mhamiaji kutoka Senegal, amezuiliwa na mamlaka ya uhamiaji ya Marekani. Alifanya kazi kama mwalimu wa muda kwa zaidi ya muongo mmoja, lakini alipositisha kesi yake ya hifadhi ili kuomba uraia kupitia ndoa, anasema ucheleweshaji wa kushughulikia nyaraka zake ulimwacha bila hadhi halali ya uhamiaji. Katika taarifa walioonyesha BBC, Wizara ya Usalama wa Ndani ya Marekani imesema kuwa, na ninanukuu, kuwa na ombi linalosubiriwa na USCIS hakuwa kingi wageni dhidi ya hatua za utekelezaji wa sheria za uhamiaji. Wahamiaji wote wasio halali hupata haki kamili ya kisheria na madai yao husikilizwa. Mwisho wa nukuu. Lakini hilo halimfariji Nadia. I feel lonely. Ninahisi upweke. Ninahisi kuchoka sana. Ninahisi kama nimepotea kidogo. Kind of lost. Mwisho wa mwaka 2025, chini ya Rais Donald Trump, mamlaka ya shirikisho ilianzisha moja ya misako mikubwa zaidi ya uhamiaji katika historia ya Marekani. Maelfu ya maafisa wa ICE walisambaa kote Minnesota, wengi wakakamatwa, wakiwemo raia wa Marekani na wakazi walio na vyeti halali. Ninapenda kununua vitu vinavyonikumbusha nyumbani. Remind him of home. Kwenye kona ya chumba chake sakafuni kuna mkeka wa jadi wa Kiafrika uliosukwa kwa rangi na michoro maridadi. Nadia anakaa juu yake kimya. Niliweka hapa kwa sababu hapa ni kama kona yake. Wakati mwingine namka usiku wa manane na hayuko kitandani, nampata akiwa hapa akisali. Ukiendesha gari kupitia mji huo wa Minneapolis, kuna dalili za kuwa hali imeimarika, lakini chini ya hilo bado kuna wasiwasi mkubwa. Na mjadala kuhusu uhamiaji sasa unasababisha mgawanyiko hata ndani ya chama cha Republican ambacho kawaida huwa na umoja. Lakini athari za misako hii sio tu za maumivu ya kibinafsi. Sasa imekuwa ni wito wa kisiasa kwa chama cha Democratic.
We are living through some dark times. Katika mkutano wa Democrats huko Minnesota, mbunge Ilhan Omar anasema jamii bado zinaishi kwa hofu. Iwe unahusika na mfumo uhamiaji au la, bado kuna hofu kwamba unaweza kusimamishwa. Kuna hofu kwamba wazazi wako wanaweza kusimamishwa. Na najua hata vituo vyetu vya afya vimeathirika pia. Vinakumbana na uwepo wa maafisa hawa wa ICE hospitalini na vituo vingine vya afya. Katika jengo la bunge la jimbo la Minnesota, nilikutana vilevile na seneta wa Republican Jim Abler. Nadhani sera yetu ya kitaifa ya uhamiaji iko katika hali mbaya. Jimbo limejaribu kutafuta njia mbadala na hapo ndipo kunakuwa na sintofahamu. Hilo linafanya mambo kuwa magumu zaidi. Kwa miongo kadhaa, sera ya uhamiaji imekuwa katika hali mbaya. Lakini ukweli kwamba haijarekebishwa umetufikisha hapa tulipo sasa. Na hii ni hali ya kufeli kwa pande zote mbili za kisiasa. Kwa simu kupitia mtandao wa WhatsApp, Nadia anaongea na mama mkwe wake akiwa Dakar, Senegal kupitia mtafsiri. Hello. Hey. Salaam alaikum. We have to wait to see what they say. Tunasubiri tu kuona watasema nini. Nikijua chochote nitakujulisha. Huku wanasiasa wakijadiliana, familia kama ya Nadia zinasema kwamba zimebaki zikisubiri tu na ziko katika hali ya sintofahamu na kutokuwa na uhakika. Ni taarifa yake Bushra Mohamed. Na huduma za afya duniani zinazidi kupiga hatua. Sasa ina mpya dawa ya saratani inayodungwa ambayo ni dawa inayouzwa zaidi duniani, inatolewa kwa maelfu ya wagonjwa kote Uingereza. Hii inaweza kubadilisha muda mrefu wa matibabu kwa hadi 90%. Mwandishi wetu wa habari za afya Jim Reid ana maelezo zaidi katika taarifa hii inayowasilishwa hapa na Victor Kenani. Njia ambayo saratani inatibiwa imekuwa ikibadilika kwa kasi katika muda wa mwongo mmoja. Stephen Friend yuko hapa kwa ajili ya matibabu ya kinga mwili, yani immunotherapy ya saratani ya ngozi. Kabla ya sasa, dawa hiyo ilitolewa kwa njia ya mshipa, jambo ambalo lingewachukua muda wa saa moja au zaidi kila mwezi. Sasa dawa hiyo inatolewa kama sindano na inachukua muda wa dakika chache tu. Nimekuwa nikitafakari kuhusu jambo hili. Safari ya kuja hapa ilikuwa na wasiwasi kidogo, lakini kila kitu kilienda vizuri kabisa. Wauguzi walikuwa mahodari na ilikuwa bila maumivu na yenye ufanisi. Na sasa kwa mchakato huu mpya, nafikiri inaondoa msongo mkubwa wa mawazo. Ni kama kupata chanjo ya COVID, haina tofauti yoyote. Dawa anayopata Stephen, Keytruda, hufanya kazi kwa kusaidia mfumo wake wa kinga kutambua seli za saratani ili iweze kuzishambulia kwa urahisi zaidi. Ni matibabu ya tatu ya aina yake ambayo sasa yanaweza kutolewa kama sindano ya haraka na rahisi kwenye huduma ya kitaifa ya afya NHS. Inalenga kuwatibu maelfu ya wagonjwa wa aina nyingi zaidi za saratani, ikiwa ni pamoja na ya matiti na ya vifuko vya mayai. Kuna takriban watu 14,000 kwa mwaka wanaopata matibabu haya, na kwa sasa wote inabidi waje hospitalini na kukaa muda mrefu kupata dawa kupitia mshipa. Ikiwa tunaweza kufanya hivi kwa muda mfupi zaidi, kwanza kabisa inatoa nafasi katika vitengo vyetu vya kemia, na pili inamaanisha tunaweza kuanza kufikiria kutoa matibabu karibu zaidi na nyumbani ili tuweze kuhamasisha matibabu kwenye jamii na mbali na hospitali. Toleo jipya la dawa hiyo ya kudungwa litapatikana kote nchini Uingereza. Bei ambayo NHS inalipa ni siri, lakini inaeleweka kuwa karibu na kiwango cha matibabu ya zamani ya kutumia mshipa. Lakini kulingana na shirika la afya duniani WHO, magonjwa yasiyokuwa yaambukiza kama vile saratani, kisukari na pia magonjwa ya moyo na shinikizo la damu yanasababisha 70% ya vifo kote duniani. Nini kinachangia hili? Nimezungumza na Dr. Ntuli Kapologwe. Kwa sasa magonjwa yasiyoambukiza yanazidi kuongezeka, na magonjwa haya kwa ukubwa yanatokana na kubadilisha mtindo wa maisha. Awali miaka kama 15 mpaka 20 na kurudi nyuma, ilikuwa inaonekana kama ni magonjwa ambayo ya watu wa magharibi, lakini sasa tunashuhudia ongezeko kubwa la magonjwa yasiyoambukiza kama shinikizo la juu la damu, kisukari, kansa na
magonjwa mengine ambayo kwenye kundi hilo kama magonjwa yanayohusiana na afya ya akili. Afrika kwa sasa linaleta changamoto kubwa, kwa sababu magonjwa mengi tuliokuwa tumeyazoea ni yale ya kuambukiza ambayo ilikuwa ni ukimwi, kifua kikuu pamoja na malaria. Wengi wanajiuliza ama wanatamani kufahamu nini hasa kinachochangia ongezeko la magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza, yani non-communicable diseases, kwa mfano kisukari na saratani. Kwa sasa si kwa watu hata wenye umri mkubwa, hata watu wenye umri mdogo, na takwimu zinaonyesha vijana na watoto pia walio na umri chini ya miaka 20 amepata changamoto hii ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Nini kinachochangia hasa? Kubwa kabisa ni kubadilika kwa mtindo wa maisha. Watu wengi kutokana na maendeleo, wengi hawashughulishi miili yao, tofauti na miaka ya nyuma ambapo watu walikuwa wanatembea umbali kiasi fulani. Shule nyingi zimejengwa, hazina viwanja vya michezo, na kutokushughulisha mwili maana yake unapelekea kuwa na ongezeko la uzito mkubwa, na ongezeko la uzito mkubwa unaambatana sana na magonjwa mbalimbali. Lakini lingine kwa sasa ni matumizi makubwa ya tumbaku na shisha. Lakini lingine ni suala la matumizi ya pombe, hususan kwa rika vijana ambao ndio kwa kiwango kikubwa wana asilimia kubwa kwa bara la Afrika, na wenyewe matumizi ya pombe yanachangia kwa kiwango kikubwa. Na licha ya elimu ambayo imekuwa ikitolewa mara zote, na hata hapo umeweza kugusia baadhi ya vitu, nadhani hata mtu akisikiliza anaweza akachukua tahadhari, lakini mara nyingi watu hufika kutafuta matibabu, wanakuta ugonjwa ule ushafika hatua za mbali. Tuzungumzie kwa mfano saratani, ndio anagundua kwamba kumbe nina saratani, kumbe nina shinikizo la damu na magonjwa mengine yasiyo ya kuambukizwa. Bado jamii yetu kwa kiwango kikubwa wanakwenda hospitali baada ya kusikia dalili fulani ya kutokuwa kawaida katika mwili wake, lakini kutokana na mabadiliko ya magonjwa na epidemiolojia ya magonjwa, kwamba awali kuna magonjwa tulikuwa tunajua kwamba ni kuanzia watu wenye miaka 50 au 60 kwenda juu. Kwa sasa tunalazimika kufanya uchunguzi wa afya angalau mara moja kwa mwaka, ambapo unaweza kuangalia shinikizo la juu la damu, unaweza kuangalia kiwango cha sukari katika damu. Lakini ukiachia hivyo, unatakiwa pia uangalie au kuskrini kwa magonjwa ya saratani, hususan saratani kama za mlango wa kizazi kwa wanawake, pamoja na saratani za matiti kwa wanawake pia. Kwa mfano, saratani nyingi ikiwa katika hatua ya kwanza huwa inatibika, nyingine mpaka hatua ya pili, lakini baada ya 3 na 4 inakuwa ni ngumu sana kutibika. Lakini pia kwa magonjwa mengine kama shinikizo la juu la damu inakuhitaji kuweza kubaini mapema, kwa sababu ndio hapo ni rahisi kuweza kupata ugonjwa kama kiharusi. Unasikia watu wanaanguka bafuni, au walikuwa wanatembea barabarani, au walikuwa wanaendesha gari. Hiyo ni vitu miongoni mwa vitu ambavyo tunaweza kuvihamasisha sana. Na sisi kama Jumuiya ya Afya Afrika Mashariki ya Kati na Kusini, ECSA, tumeanzisha kampeni mbalimbali katika nchi zetu ambazo ni wanachama, ili watu kujitokeza mapema na kupima afya zao, lakini na kuzingatia mitindo bora ya maisha, ikiwemo kufanya mazoezi, kuto kutumia tumbaku, kuto kutumia vileo na vitu kama hivyo ambavyo kwa kiwango kikubwa vinachangia sana ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza. Na asante. Ni Dr. Ntule Kapologwe kutoka Tanzania kama nilivyozungumza naye.